Kijana mmoja anayefahamika kwa jina la Zuberi Omari mwenye umri wa miaka 31, mkazi wa kata Ilirai mkoani Arusha, amewaomba Watanzania pamoja na serikali msaidie kupata fidia yake ya ajali iliyompelekea kupata ulemavu wa maisha. Akizungumza na Swahili Media, Zuberi anashangazwa na madai yake kufutwa mahakamani na kuambiwa muda wa rufaa umeisha, wakati alifuata hatua zote muhimu na kumweka wakili wa kusimamia kesi yake. Hii ni Swahili Media, usisahau kulike, kusubscribe, kushare pamoja na kucomment. Naitwa Jamila Mohamed. Naitwa Zuberi Omari na miaka 31. Hivi unavyoniona nilipata ajali miaka 5 iliyopita. Nilikuwa natoka Namanga na kuja Arusha. Kagonga twiga, nilikuwa kwenye gari ya abiria ambao ni Noah. Tulivogonga twiga, tulikuwa takriban kwenye gari kama watu 10 kama sikosei. Kwa hiyo nilipata ajali, tulivopata ajali nikaumia mimi peke yangu. Nikawa nimepata kama stroke, kama kuparalyze hivi, na nikaenda hospitali. Tumemaliza hospitali, tukafuata vitu vyote hospitali, na tulipomaliza hapo nikaanza kufuatilia kesi yangu. Kwa hiyo ikagundulika kwamba ile ajali ilikuwa imesababishwa na driver, uzembe wa driver kwenda speed ambayo ilikuwa sio sawa iliyowekwa pale. Hapo ilikuwa ni maeneo ya Longido. Maana hapo kulikuwa na wanyama, kwa hiyo kulikuwa na limit speed. Kwa kesi ikawa mahakamani. Kwa hiyo tumeendesha kesi ndani ya miaka mitatu. Kwa hiyo baada ya miaka mitatu, maana mimi nilikuwa na wakili ambao alikuwa anafuatilia kesi yangu. Kwa hiyo ndani ya miaka mitatu naona wakili badala ya kumuita, maana ile gari ilikuwa na bima. Kwa hiyo miaka mitatu tulikuwa tunaendesha kesi na wakili wa bima alikuwa anakuja mahakamani na wakili wangu anaenda mahakamani pia. Kwa hiyo baadaye ikaja kugundulika kwamba badala ya wakili wangu kumleta mtu wa gari, akawa amemshtaki bima. Kwa hiyo ni makosa nadhani alikuwa amefanya, lakini ilipelekea kwamba mpaka kesi kuja kufutwa. Maana baadaye tena kuja kuirudisha, tukaonekana tena tuko nje ya muda, maana miaka mitatu ilikuwa imepita. Kwa hivyo kesi imefutwa na sasa hivi tunataka tukate rufaa, lakini mimi changamoto ambazo napata, najihudumia mwenyewe tena, na sasa hivi kazi sina. Kwa hiyo inanipelekea ugumu wa maisha, na pia nina mtoto. Kwa hiyo vitu vyote hivyo vinaniangukia, aliyakuwa ni ajali ilisababishwa na natakiwa kulipwa fidia. Na fidia yenyewe ndio hiyo, tunaenda mahakamani na bado nazungushwa, hali ya kuwa na maisha yanaendelea. Nahitaji kumlipia mtoto wangu ada, nahitaji mikula, nahitaji malazi, nahitaji vitu vingi. Maana mimi nimeparalyze, yaani siwezi kufanya kazi kabisa kama mwanzo nilivyokuwa nafanya kazi. Maana nadhani kesi ilikuwa imeonekana kwamba natakiwa kulipwa hela nyingi, basi ndio maana wakawa wananizungusha. Na mpaka sasa hivi hawajanipa haki zangu, na takriban miaka 5. Miaka 5 sijapewa haki zangu, na majukumu yangu ni makubwa kutokana na hali niliyokuwa nayo. Siwezi kufanya chochote, in short. Siwezi kufanya chochote. Kwa hivyo naomba mnisaidie, kila atakayesikia au atakayeona video hii, naomba mnisaidie niweze kupata haki zangu. Maana sasa hivi sifanyi kazi yoyote na nina mtoto. Mimi mwenyewe ni mgonjwa. Hapa mnavyoniona ni kama mwili mzima haufanyi kazi. Na sijalipwa mpaka sasa hivi. Miaka 5 nahangaika hospitalini kwa gharama zangu. Naendelea kuomba watu mitandaoni ili wazidi kunisaidia na waweze kunisaidia. Kwa hiyo mimi sasa hivi miaka yote, mpaka kuna muda nachoka, nafikia hatua mpaka nakata tamaa kabisa. Madaktari wanavyosema nimeumia kwenye uti wa mgongo, wengine wanasema nimepata mshtuko, na wengine wanasema kwamba ni umeme wa mwili. Kwa hivyo wako tofauti, maana nimeenda hospitali pia tofauti. Sijawahi kumfuata mimi mwenyewe, ila wakili alishawahi kuwasiliana naye, na mara kwanza walikuwa wanagoma atakuja mahakamani, mpaka ilipofikia hatua
taka wakachukuliwa vitu vyao, ndo wakaja wakamfuata wakili, lakini ilikuwa tayari too late. Lakini mwanzo alikuwa amegoma kabisa kuja. Na mimi nimehangaika miaka mitatu yote kwenda mahakamani kwa gharama zangu za kuombaomba sometimes, ili niweze tu kwenda mahakamani. Nauli yenyewe ni kubwa kutoka hapa mpaka mahakamani. Kwa nimepambana sana na bado hawanichangii chochote, hawanisaidii chochote. Hata hawajawahi kuja kuniona hata hao wenye gari. Kiukweli naishi maisha magumu sana, ambayo siwezi kuelezea, lakini kwa ufupi ni maisha magumu sana. Ni maisha ambayo sijawahi kuyafikiria katika maisha yangu yote kwamba nitakuja kupitia maisha magumu kiasi hichi. Maana nimeparalyze mikono na miguu pia. Ni wakati mgumu sana. Siwezi kufanya chochote, wala kazi zangu siwezi kufanya pia. Nimekuwa ni mtu wa tegemezi, na kuwa na ndugu zangu. Sometimes inabidi ndugu wasifanye kazi, wakae na mimi kwa sababu siwezi kukaa mwenyewe. Lazima niwe na mtu niweze kukaa naye. Kitu ambacho kinanishangaza kwenye kesi yangu, nimepeleka kesi nikiwa ndani ya muda, na baadaye kesi inakuja kuisha ndani ya miaka mitatu, naambiwa nimepeleka shauri nje ya muda. Na ni makosa ya mawakili, lakini mimi natakuwa nilipe fidia yangu, kwa sababu bado hata kama wakili akiwa amefanya kosa, basi mimi bado naumwa, mimi bado ni mgonjwa. Kwa hata kama wao makosa yao, mimi natakuwa bado nilipo kwa sababu ni mgonjwa bado nahitaji msaada bado. Matibabu mpaka sasa hivi kiukweli ni hela nyingi sana, milioni 40 kama sikosei. Maana hiyo hata hiyo milioni 40 sio kwamba nimetoa mimi, ni watu tu wamenisaidia. Watu wamenichangia. Ikitokea kwamba kuna mahali labda nimeenda kulazwa kwa ajili ya tatizo hili, basi watu wananichangia, basi ndio inakuwa hivyo. Ndio mpaka ikafika milioni 40. Mimi naomba Tanzania wenzangu na ambao sio wa Tanzania, mnisaidie kwa hali na mali. Mimi ni ndugu yenu, na namuomba Mheshimiwa Rais na viongozi wote muweze kunisaidia. Wale ambao wote mtaona video hii, muweze kunisaidia niweze kupata haki zangu, niweze kulipwa fidia. Na kila mwenye chochote ambao anahitaji kunisaidia au atakao guswa na video hii, basi naomba anisaidie kwa hali na mali, na Mungu atawalipa. Naombeni msaada wenu. Namba zangu ni 07 55 88 39 32. Zuberi Omari. Kwa majina naitwa Hafizu Alifa Makame. Ni mtoto wa mama yangu mkubwa. Nimejitolea kukaa na kaka yangu kutokana na situation ambayo anapitia, maumivu ya makali, na pia katika harakati zetu za utafutaji ndio hivyo tunapokezana zamu. Huyu anatoka, anaenda kutafuta chochote atakachokipata, anakuja, nami ikifika muda wangu nami natoka na kwenda kupambana. Mimi haswa utanikuta pale stendi. Shughuli zangu ni za pale stendi. Na pia ndugu yetu huyu mwingine ni muuza line tu. In short, maisha yetu ndo hayo. Hatuna mwenye uwezo mkubwa labda tuseme wa kukidhi mahitaji yetu mengi. Labda kaka yetu atakapoumwa, tunategemea huko mtandaoni, tunaomba watu wanatusapoti kwenye mambo ya hospitali. Lakini mambo madogo madogo kama ya chakula, ndo hayo sisi wenyewe tunapambana. Kwa nawaomba Watanzania, ndugu zetu, tuweze kumchangia kaka yangu, kikubwa apate haki yake ambayo tumedhulumiwa huku mahakamani, na pia hata matibabu, kwa sababu tumeshazunguka hospitali nyingi
kila mtu anasema kivyake, basi tunaomba at least tuweze kuchangiwa tutoke nje, kwa sababu kama hospitali hii wanatofautiana, tunaamini tutakavyowezeshwa tunaweza kutoka kupambania afya ya kaka yetu, anaweza akarudi kama zamani akatembea. Kwa sasa hivi stroke, tunaweza kusema hivyo, na pia wengine wanasema ni umeme wa mwili, mwingine anasema, daktari mwingine anasema ni spinal cord, yani uti wa mgongo haufanyi. Kaka yangu kama mnavyomuona ni mtu ambaye ukimtenga chini ni ndo chumbani, ndo sebuleni, ndo chooni, ndo kila kitu. Huduma zake unamfanyia hapo hapo. Kumlisha anamlisha, akijisaidia basi unamsafisha. Pia akitaka kuinuka kwenda nje unamuinua, akitaka kukaa pia unamkalisha. Ndio ilikuwa ni mpango wetu kwamba atakapopata fidia yake basi atakwenda nje kupambania afya yake. Maana maisha ya kusaidiwa kila kitu ni magumu kaka, nayaona kwa kaka yangu ana hali mbaya. Yani tuseme kuna muda anatamani kufanya hichi hawezi, kuna muda anatamani kunywa hata maji ya kunywa yako hapo pembeni anashindwa.